Bunge la Bahrain limewapuuza wabunge watatu kama sehemu ya msako wa hivi karibuni dhidi ya sauti zinazopingana, ambapo maafisa hawa watatu waliochaguliwa walikuwa wameikosoa hadharani sera tata ya ufalme ya kufutilia mbali uraia na sera za usalama. Katika kura iliyopigwa kule katika Manama, yaani Manama huu utakuwa ni mji mkuu wa Bahrain, siku ya Alhamisi, Baraza la Wawakilishi la Bahrain lilibatilisha mamlaka ya Abdulnabi Salman na Mahid Ali Shuaik na Mamadu Ali Saleh baada ya kuishtumu serikali hadharani kwa kunyang'anya uraia wao makumi ya Wabahrain kwa madai ya kiuharamia nchini Iran. Mnamo Aprili 27, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain ilitangaza ya kwamba ufalme huo ulikuwa umewafutia uraia watu 69 na familia zao kwa kuonyesha uungaji mkono wao kwa mashambulizi ya Iran, yaani mashambulizi ya Iran ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani na Israeli huko katika eneo la Asia Magharibi, katika muktadha wa vita vya uchokozi vilivyoanzishwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wizara hiyo kisha ikabainisha ya kwamba watu husika walikuwa wamechapisha jumbe kwenye mitandao ya kijamii zikitukuza na kuunga mkono harakati za upinzani za kikanda wakati wa vita vya uchokozi visivyo na sababu vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran, vilivyoanza mnamo Februari 28 na kudumu kwa siku 40. Vikosi vya jeshi vya Irani vilishambulia mara kwa mara vituo vya kijeshi vya Marekani na maslahi yake katika taifa hilo la kisiwa cha Ghuba ya Uajemi kwa kuweza kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora. Bunge la Bahrain lilidai siku ya Alhamisi ya kwamba kufukuzwa kwa wabunge watatu kulikuwa ni hatua ya kikatiba na kisheria dhidi ya misimamo yao, ambayo ilidai kuwa ni kinyume na kile ilichokiona kuwa ni kanuni za kitaifa na uhuru wa nchi hiyo. Hoja ya kufukuzwa iliidhinishwa kwa kauli moja na wanachama waliokuwepo baada ya kuungwa mkono na watu 37 kati yao. Hata hivyo, wakosoaji wanaona kwamba uamuzi huo kama ni ishara nyingine ya kuweza kupungua kwa nafasi ya kisiasa nchini Bahrain, ambapo hata maafisa waliochaguliwa wanahatarisha vikwazo kwa kuweza kupinga amri za kifalme au kuhoji sera za serikali. Kufukuzwa huko pia kunaonyesha kuongezeka kwa uvumilivu wa Manama kwa sauti za upinzani na kuweza kuongeza wasiwasi kuhusu ukandamizaji dhidi ya upinzani wa kisiasa katika ufalme wa Kiarabu kufuatia miaka mingi ya kukandamiza maandamano ya amani. Ufalme huo ambao kwa muda mrefu umekuwa ukiwatesa Waislamu wa Kishia na wanaharakati wa kidemokrasia umezidisha ukandamizaji wake tangu kuanza kwa vita haramu vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Vyombo vya usalama na mahakama vya Bahrain vimewakandamiza waandamanaji wachanga kwa madai ya uongo ya ujasusi kwa niaba ya Iran, na vimeshtumu baadhi yao kwa madai ya kuwa wanachama wa makundi yanayopinga serikali yenye uhusiano na Tehran. Mwisho wa habari ambayo tulikuwa tunakusogezea kuhusiana na kile kinachoendelea katika taifa la Bahrain, ambapo wabunge watatu wamefukuzwa bungeni au wamefutiwa ubunge wao baada ya kukosoa sera za kuweza kuwafutia raia walioweza kuunga mkono yale mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran
katika taifa hilo la Bahrain, ambapo tunakumbuka Iran iliweza kushambulia vituo vyote vya kijeshi vilivyoko katika eneo la Mashariki ya Kati, na mashambulizi hayo yaliweza kusababisha hasara kubwa kwa mataifa ambayo yalikuwa yamebeba kambi hizo za Marekani. Kwa sasa tunaona wameshaanza kufutia raia wao kwa ajili ya Marekani. Hizi ndizo tunazoweza kuambia kwamba ni akili za kushikiwa. Ukiwa ni mtu ambaye unakuwa ni tegemezi, siku zote uwezi ukawa na maamuzi yako wewe mwenyewe. Bahrain anaitegemea Marekani kwa ajili ya ulinzi, lakini wakati wa mashambulizi Marekani alitoa ile defense system yale na kuweza kuyapeleka Israeli, yaani kwamba aliweza kuondoa ile mifumo ya ulinzi wa anga katika mataifa ya Guba na kwenda kupeleka Israeli ili aweze kwenda kuilinda Israeli, lakini hawa wao kabaki wanachapika. Sasa hapo ndipo nakuja kuambia kwamba akili za kuambiwa unabidi uchanganye na za kwako. Sasa sisi tunaishia hapa, kikubwa tupe maoni yako na utuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.